Kadhalika jambo la tatu, alhijra, kuhama, alintiqal min baladi alkufri ila baladi alislam, kuhama kutoka kwenye miji ya makafiri kwenda kwenye miji ya Waislamu. Hili ni jambo la wajibu ambalo watu watakiwa walifanye, wahame kutoka kwenye miji ya makafiri waende kwenye miji ya Waislamu. Na wanawachuoni wameeleza maelezo mbalimbali kuhusu upi mji wa Waislamu na upi mji wa makafiri. Miongoni mwa maelezo aliyotoa, mji wa Waislamu ule mji ambao zinadhihirishwa ndani yake alama za Uislamu. Watu wanaweza kudhihirisha alama za Uislamu kwenye miji hiyo. Zinaswaliwa swala za jamaa, zinaswaliwa swala za Ijumaa, zinasikika adhana, alama zile za dini, nembo za dini ziko wazi. Hii ni miji ya Waislamu. Miji ya makafiri ni kinyume chake. Watu hawaruhusiwi kwenye miji hiyo kudhihirisha alama za Uislamu. Lakini leo hii watu wamefanya kinyume, wanaroa kwenye miji ya Waislamu wanaenda kwenye miji ya makafiri kwa madai eti wanaenda kusoma, wengine kwa madai wanatafuta maisha. Je, hizo sababu ambazo nyinyi mwazidai kisheria ziko vipi? Sheria inasemaje nyinyi kwenda huko? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye sharh ya al-usul thalatha ameeleza, kufika kwenye sehemu hii ya hijra ameeleza kwa uzuri sana na amepambanua masharti. Ikiwa mtu atasafiri ataenda kwenye miji hiyo, masharti yake ni yapi? Ametaja namna mbalimbali. Wanahitaji faida arejee kwenye sharh ya al-usul thalatha. Kwa watu wanaenda kwenye miji hiyo, lakini yale masharti hawajatimiza. Je, kuna dharura hiyo? Mfano unasema unaenda kusoma kozi fulani. Je, kweli kozi hiyo ina mahitajio ya watu kwenda huko kusoma? Hapa hakuna kozi hiyo, haipatikani hapa. Wasomi wanatabu sana. Sawa, wadai Waislamu watakuwa na macho mawili, lakini watu wameishia kuona jicho moja. Tutakuwa twende tukasome, tuchukue elimu hizi za kidunia tuwe nazo, na elimu ya dini pia tuwe nayo. Wewe unatuambia sisi tusende huko, ndio msende, hamna vigezo kwenye dini yenu, nyinyi hamna kitu ngumu kwenye dini, kaeni msome dini yenu. Ambia hivyo, naomba mnatukana, lazima muambiwe. Au wengine vijana wengi wasua hapa wanakimbilia Israeli, tuna pesa, si ndio? Wengine vijana wa Kiislamu, wengine waenda Denmark, wengine waenda Marekani, ndio kutafuta nini huko. Ukishafika huko mtu ajifanya yeye mkimbizi, yani hataki kurudi kwao. Hali mambo watu wanayofanya. Bali si hivyo tu, kuna wengine wamefikia mbali wanajifanya mashoga. Yani anaenda kule anajisajili kwamba yeye ni shoga ili aendelee kubaki kule. Haya ni mambo ambayo watu wamefanya. Faida yake ni yote haya, kwa sababu watu wamesahau akhira. Ni watu wanafikiria dunia tu. Mtu hajali kuhusu dini yake, hajali vile anapobadilika. Pengine alikuwa na hali nzuri kabla ya kwenda huko, lakini alipofika huko dini yake yani ameshuka. Nasallallahu alaihi wasallam.